Shukran jazila kwa kuchagua taarifa hizi za KTN leo usiku huu wa Jumanne. Jina langu ni Suleiman Yeri na mwenzangu Ishara ni Meresha Owiti. Nataka tuanze katika eneo la South Sea ambapo shughuli za kutafuta mwili wa jamaa ambaye alikuwa ndani ya kifusi kwa siku 5 zimekuwa zikiendelea katika eneo hilo la South Sea, na mwanahabari mwenza Haman Kamariki amekuwa pale akifuatilia shughuli hiyo. Ikumbuke kwamba mwili mmoja tayari umeweza kuondolewa pale siku ya Jumapili, lakini kufikia jana kulikuwa na dalili za hapa na pale kwamba huenda mwili mwingine ungepatikana, lakini kufikia sasa bado hakuna mwili ambao umepatikana ama mtu ambaye amepatikana. Sijui hadi kufikia sasa shughuli zinaendelea vipi, manake walikuwa wamesema wamefikia 70% ya kuondoa kifusi hicho. Kamariki. Asante sana Yeri, nipo hapa katika eneo la South Sea na hapa nipo kwa ajili ya kufuatilia haya ambayo yanaendelea hapa, ambapo wale ambao ni polisi wakiwemo maafisa tofauti kutoka vitengo tofauti wako hapa kwa ajili ya kuweza kufukua vifukusi hivi ili kuweza kumtoa mtu mmoja ambaye anaaminika kuwa bado amekwama katika vifukusi hivi. Tulikuwa tunazungumza na baadhi ya viongozi hapa wakisema wale ambao walihusika lazima watachukuliwa hatua za kisheria, lakini kufikia sasa tumekuwa hapa tangia mida ya asubuhi ambapo polisi pamoja na wenzao wanazidi kufanya kweli kuhakikisha tu kwamba vifukusi hivi vinatolewa na yule ambaye anaaminika kuwa ameweza kuangukiwa na vifukusi hivi anaweza kupatikana. Labda kukuarifu tu ni kwamba leo hii yule ambaye alipatikana siku ya Jumapili ameweza kuzikwa leo katika makaburi ya Lang'ata kulingana na mila na desturi za Waislamu. Kwa hivyo yeye aliondolewa hapa Jumapili na mwili ukaondolewa katika makavazi na akaweza kuzikwa siku ya leo mchana. Lakini kwa sasa shughuli zinaendelea. Labda nitaambia kwamba mpiga picha wangu wa kuonyeshe picha ambazo zipo nyuma yangu wakati tinga hizi zinazidi kufanya kweli kutafuta ule ambaye anaaminika kuzikwa, haswa sana mahali ambapo tinga ile ipo ndio inasemekana kwamba huenda sehemu hiyo ndio maafisa wanajaribu kufukua pale kuona kwamba yule ambaye anaaminika kuwa pale anaweza kupatikana. Labda nikwambia hili kwamba kulikuwepo na tetesi za kwanza kuwa alikuwa katika ghorofa ya 3, ila kwa sasa ni kwamba tunaambiwa alikuwa katika ile ambayo inajulikana kwa Kiingereza kama ground floor, na hapo ndipo sasa maafisa hawa pamoja na timu nzima inazidi kufanya kweli kuhakikisha kwamba wanapata yule ambaye yuko pale, aidha akiwa hai au sivyo, lakini tuna matumaini kwamba patikane akiwa bado ni mwenye uzima. Tulikuwa tumezungumza na mwakilishi wadi wa eneo hili ambaye anafahamika kwa jina Abbas, akisema kwamba ataweza kufikisha mswada bungeni na kuweza pia kuingia katika ile kamati ili kuita wale ambao walihusika na jambo hili waweze kueleza kwa kina baada ya uchunguzi kufuatwa, ili waweze kueleza ni kipi ambacho kilitokea na ni yupi ambaye anafaa kubeba mzigo mzima wa swala hili. Yeri, kama una swali upande wako. Shukran sana mwenzangu Kamariki kwa kuweza kutufahamisha na viongozi mbalimbali ambao wamekuwa pale.